Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe kwenye kipindi cha siku ya leo, kipindi cha mafundisho kama vile ambayo imekuwa kawaida yetu kufundisha neno la Mungu. Na siku ya leo ningependa nifundishe kuhusiana na malaika, na topic ile ambayo inaifundisha inasema makundi ya malaika walio katika umbile la wanadamu. Kawaida ya malaika ni kwamba wako na tabia ya kubadilika ama kubadilisha umbile. Soma kwenye kile kitabu cha Zaburi 104, lakini pia mstari wa 4. Maandiko yanasema ya kwamba huwafanya malaika zake kuwa upepo na watumishi wake kuwa mwali wa moto. Hao ni malaika. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 18, lakini pia 19, utaona kwamba malaika walikuja katika umbile la wanadamu. Lakini pia unaweza ukasoma kwa wakati wao kitabu cha Waebrania mlango wa 13 na mstari wa 2. Maandiko yasema ya kwamba wala msisahau katika kuwafadhili wageni, kwa maana wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. Kumbe unaweza ukawa unatembea na mtu, unaona kwamba huyu ni mtu tu wa kawaida, lakini sio mtu. Yule mtu ni malaika, tena malaika wa Bwana ama malaika wa kishetani. Itategemea na yule malaika ambaye amekutembelea. Sasa leo ningependa nifundishe kuhusiana na makundi ya malaika walio katika umbile la wanadamu, yaani malaika ambaye amebadilika akawa mwanadamu. Sijui kama naeleweka. Nimesema kwamba malaika wanaweza wakakaa katika ufalme katika ufalme wa kiroho ama ulimwengu wa kiroho, lakini pia wanaweza wakakaa katika ulimwengu wa kimwili kwa sababu ya ile hali yao ya kubadilika ovyo ovyo. Kwa hivyo malaika wa kwanza ambaye ningependa nikufundishe ni malaika ambaye anaitwa malaika Yesu. Yesu baada ya kuwa amefufuka kutoka kwa wafu, baada ya kuwa zile siku 3 zimeisha, maana alipaswa kuishi siku 3 na baada ya pale afufuke. Baada ya kuwa amefufuka, Yesu alichukua mwili wa malaika. Ndio maana utaona kwamba alikuwa anawatokea watu tofauti tofauti, na akiwatokea ghafla anapotea. Wakati ule alikuwa na mwili wa Mariamu ama ule mwili ambao ni wa kibinadamu, hakuwa anaweza akatoweka kwa ghafla, lakini baada ya kuwa amefufuka akavaa ule mwili wa malaika. Ni mwanadamu kabisa, anatembea na watu, lakini kumbe ako na mwili wa nani? Mwili wa malaika. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango 24 na mstari wa 29, watu wa Emmaus wamewahi kukutana na Yesu, wakatembea na Yesu. Baadaye wanamwambia tupite kwetu tu ndio twende angalau tutulie kwetu, kwa sababu masaa yameenda. Yesu akaamua aende nao. Hawakuwa wanajua kama wanatembea na Yesu, kwa sababu wakati ule Yesu alikuwa na mwili wa malaika. Lakini wakati ule walipoumega mkate, walipokula chakula cha Bwana, meza ya Bwana, maandiko yanasema ya kwamba wale watu wa Emmaus wakafunguliwa macho yao, wakajua kumbe huyu ni Yesu. Lakini ghafla naye Yesu akapotea kwa ghafla. Yesu hakuwa anapotea wakati ule ama kabla hajafa na kufufuka, maana alikuwa na ule mwili wa Mariamu. Na hii ndio inatufundisha kwamba Yesu anakuanga na miili mitatu. Kuna ule mwili ambao aliupokea kwa Mariamu ambaye ni mama yake, mwili wa mwanadamu kabisa. Lakini pia kuna ule mwili wa Mungu, lakini pia kuna mwili wa malaika. Na hata leo hii tunapoongea, Yesu anatokea watu akiwa na huo mwili wa malaika kila wakati. Ni vile watu wengi hawezi kujua kama wamewahi kutokewa na Yesu kwa sababu hawajafundishwa. Jambo la kwanza, wakati ule utatokewa na Yesu akiwa na mwili wa mwanadamu kabisa, kitu cha kwanza utasikia kuabudu, utasikia kufanya ibada, maana Yesu ni Mungu. Utasikia kuvunjika ndani yako, utasikia kumtumikia Mungu, utasikia uwepo wa Bwana. Kuna vitu vingi ambavyo utavisikia, although sio topiki yangu, nitakuwa nafundisha kule mbele
namna ya kujua uwepo wa malaika katika environment yako. Sasa wakati ule Yesu alipofufuka, maandiko yanasema ya kwamba akatembea na watu wa Emmaus, lakini wakawa hawajamjua kama yeye ndiye Yesu. Kwa nini? Kwa sababu alipochukua ule mwili wa malaika alikuwa ni yule Yesu, lakini alikuwa na mwili wa malaika. Hata leo hii Yesu akikutokea katika ule mwili wa malaika, kuna uwezekano usije ukajua kama hujafundishwa. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanajua yule Yesu ambaye anaonyeshangwa kwenye filamu kwamba anapigwa, anateswa, ndio huyo Yesu. Lakini hapana, yule anakuanga ni mcheza filamu tu wa kawaida. Na kama unaonanga huyo ndio Yesu, siku ile atakutokea, utashangaa kwamba utamuona kama ni mgeni tu. Utamuona ni kama mtu ambaye haumjui kabisa. Imewahi kutokea kwa watu. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 3, lakini pia mstari wa kwanza na wa pili, hapa anazungumziwa malaika Yesu, ama malaika anayewakilisha uungu wa Yesu. Nataka tusome kwa haraka kwa sababu ya muda. Maandiko yanasema hivi: basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi ya Yethro mkewe. Huo ni mstari wa kwanza. Nataka tuende mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi: Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Musa alitokewa na malaika katika kijiti ambacho kilikuwa kinachomeka lakini hakiteketei. Na baada ya kuwa Musa ametokewa na yule malaika, maandiko yanasema ya kwamba alipoona kwamba kile kijiti kinachomeka, Musa alipuuza kwa sababu ni kawaida ya vichaka kuchomeka. Lakini alipoona kwamba kile kichaka kinachomeka lakini hakiteketei, akaamua kuanza kuangalia ili ajue ni nini kinachotokea. Alipopinduka ili aangalie, maandiko yanasema ya kwamba Bwana akamuongelesha kutoka kwenye kile kijiti kilikuwa kinachomeka lakini hakiteketei. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yule malaika ambaye alimtokea Musa pale, ile neno Bwana akamuongelesha inamaanisha kwamba ni Yesu, lakini Yesu katika umbile la malaika, ama akiwa katika mwili wa malaika. Kwa hivyo mwili wa malaika ama mwili wa Yesu wa malaika si eti kwamba umeanza kutumika leo ama jana. Ulianza kutumika katika Agano la Kale. Yesu alikuwa anawatokea watu kwenye ule mwili wa malaika. Pia ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 na mstari wa mstari wa 14, maandiko yanasema wote wakanywa mwamba ule uliowafuatia, ambao mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Ule mwamba ambao unazungumziwa hapa anaongelewa Yesu Kristo. Kumbe yale maji ambao wana wa Israeli walikuwa wanakunywa kule jangwani, yale maji alikuwa ni Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo alikuwa amejibadilisha kwa sababu ako na mwili wa malaika, akawa mwamba. Alikuwa anajibadilisha akawa maji. Nielewa. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 23 na mstari wa 20, maandiko yanasema ya kwamba tazama, na mtuma malaika aende mbele zako, akulinde njiani na akupeleke mahali nilipokutengenezea. Huyu bado ni malaika Yesu ambaye anazungumziwa pale. Lakini ikimalizia kwenye kile kitabu cha Yoshua mlango wa 5 na mstari wa 13, Yoshua alipokuwa anaenda kwenye ule mji wa Yeriko, maandiko yanasema ya kwamba alipokuwa anaenda pale akamuona mwanaume mmoja, na alipomuona yule mwanaume akamuuliza, uko upande wetu ama uko upande wa adui? Baada ya pale yule malaika akamwambia, niko upande wenu, maana mimi ni amiri wa jeshi la Bwana. Nielewa. Lakini hapo Yoshua akainama akaanza kumsujudia yule malaika. Ina maana kwamba kawaida ya malaika ni kwamba hatufai kuabudu, lakini aliabudiwa yule malaika kwa sababu alikuwa ni malaika Yesu. Alikuwa ni malaika anayebeba uungu wa Yesu, ama anayewakilisha uungu wa Yesu. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huyo ni malaika Yesu ambaye
tofauti na wengine huwa unaweza ukamwabudu.